hivyo tu unamjua kabisa kama huyu ni mweusi au ni mweupe, sio mpaka akae katika mwanga, hata mazingira tu ya hivi ya kawaida, lakini inaonyesha kwamba huyu ile ni kitu fulani, pia ni kitu fulani. Haitakiwi nguo hiyo, na leo ndiyo fashion. Mwanamke akivaa nguo kama haijadhihirisha sehemu zake za mwili haitaki, na wewe mwenye duka huna soko, lazima nguo hiyo itakuwa inaonyesha, sio nzito, nguo itakuwa inaonyesha. Ndiyo usasa na ndiyo utamaduni wetu tuliouweka. Na mzee unakwenda kununua nguo kama hiyo, unatumiwa kwenye message na mkeo, ni picha hii, ninunulie nguo hiyo. Unaingia dukani, unainunua, unakuja nyumbani, mkeo anavaa, anatoka, uko radhi ya tamarudhia. Utakwenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama kwa yale madhambi anayoyapata wewe, na wewe utakuwa unashiriki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lakini ndugu zangu, katika sharti ya 4 wanasema wanachuoni ni alla yakuna dhayyikan yasifu a'dha al-badan, ni nguo isiwe nyepesi kiasi ambacho akivaa lau unakuja upepo, hata kama si kwa upepo, baadhi ya maungo ya mwili yanaganda katika ile nguo, na kinaonekana kwamba hiki ni kiungo fulani, hiki ni kiungo fulani, tofauti na hii ya kwanza. Hii ya kwanza, sharti la 3 ni kwamba unaona kwamba hiki ni kitu fulani, lakini hii ya pili, nguo imebana kiasi ambacho kuna vitu vinaonekana katika mwili. Matamanio ya mtu yanaweza yakatamani kwa kuona huko katika juu ya nguo imebana kiasi ambacho nadhani tunafahamu, tunaona. Leo mtoto wa Kiislamu akinunua kama ni hilo baibui, basi itakuwa limebana, kubana huko na ni jepesi. Baadhi ya maumbo yake katika mwili wake, kiutoa uso na viganja viwili, vyote vinaonekana kwamba huyu ni mzuri au sio mzuri, huyu ameumbika au hajaumbika, watu wanaona. Alafu ni mke wa mtu au ni mtoto, huyu ana familia, ana baba, ana mama, au ni mfanyakazi analelewa katika malezi ya mtu ambaye ni Muislamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tutaulizwa kutokana na uchungaji wetu. Hii nguo baba, wewe hukuiona, kwa nini uliacha? Alafu siku hiyo hakutakuwa na majibu yake utaambiwa uingie motoni. Moto Mwenyezi Mungu utakuhusu na utamuhusu yule baba kwanza. Na ndio maana watakapobananishwa, watakapowekwa katika kikaango na Allah subhanahu wa ta'ala, watoto, familia, baba, mama, watoto, wafanyakazi wote ambao wewe unawahaidimikia, wataulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa nini mlifanya haya? Wao watasema muulizeni huyu mzee wetu, kwa sababu huyu hakutufundisha yale yalikuwa muhimu katika dini yetu. Ndugu zangu katika imani, leo nimeona niwaletee somo la hijab, ni ipi inatakiwa kuwa. Tukija sharti la 5, Allah subhana wanachuoni wanasema kwamba alla yakuna mubattiran au mu'attiran. Hiyo hijabu tunayozungumza hapa isiwe ni mubattiran mu'attira. Mwanamke katika dressing table yake ana perfume zisizopungua 7 na zote zinapakwa kwa wakati mmoja. Alafu kuna udi, kuna Hollywood, kuna mambo mazuri tu, marashi, poda, zote hizo mwanamke huyo anajinyunyiza katika mwili wake. Alafu cha kushangaza anatoka, wakati zile udi, zile poda zitakiwa zinyunyizwe kwa mwanamke huyo, kisha abaki kwa mumewe pale ndani.
mumewe asikie hiyo harufu ya uluhudi, harufu ya udi, harufu ya marashi, harufu ya poda, ya perfume na mafuta mazuri. Mume asikie raha kwa mkewe. Hizo nguo ambazo haziruhusiwi ziruhusiwe huko chumbani na mumewe. Mume afurahi kwa mkewe. Lakini utamkuta mwanamke yuko na mumewe, yuko rafu, yuko ovyo ovyo, hana uturi wowote. Unaweza kumshawishi mumewe siku hiyo akajihisi yeye yupo katika pepo yake. Ile ni pepo. Pepo ni kitu kizuri. Mwanamke anatakiwa awe katika mazingira bora mazuri, lakini hizo poda zitapakwa, alafu anaagwa bye baby, unaagwa zile poda. Kuna watu wanakwenda kuzisikia huko barabarani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ayu mamraatin ista'tarat, mwanamke yoyote akijitia manukato alafu akapita mbele za watu, liyajidu miriha, ili wapate zile harufu zake, fahiya zania, mwanamke huyo amezini. Ni kinaya hiki. Kuzini huko anazini vipi? Kwa maana jicho lina tabia ya kuzini, macho, masikio, kila kitu kina uwezo wa kuzini. Kwa hiyo yule mwanamume atakapomwangalia yule mwanamke, atakaposikia hiyo harufu ikamtamanisha, yeye atakuwa ameingia katika zina. Na hii babu zinani, nani aliyosababisha? Ni huyu mwanamke. Ndio maana akaambiwa amezini. Sasa sio huyu mwanamke aliyosababisha, ni huyu baba, ni huyu muhusika hapa ndani ndiyo aliyesababisha. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ukiona nguo inafukizwa nyumbani, kama tutayaweza, lakini kama tutayaweza, manake haya sasa yote haya hatuyawezi. Ukiyafuatilia sana na mke utakuwa huna. Kwa hiyo tunaogopa wake zetu kwa mambo yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Tukitoka hapa leo tukiona hayo mabaya yanafukizwa nyudi, yanafukizwa maperfume, basi mwambie mkeo, hii perfume iwe hapa ndani kwangu, kwenye pua yangu mpaka ishe, ndio utoke. Kama tunayaweza, na nina imani tunayaweza, kwa sababu arrijalu kawamuna ala nisai. Kama wewe huyawezi hayo, utakuwa ni duyuth, ameelezwa, amelaaniwa mtu huyo. Munamwachia mkeo, anatoka yuko amependeza, ananukia, akipita mbele za watu mashallah, kama jini, anasifiwa sifa zote. Na kama hamjui hizo sifa ndio anazozitaka, pengine huko ndani kwako wewe huzitoi. Sasa kuna watu huko wanajua kuzisifia, mashallah, wewe uko hivi, harufu kama jini, sijui hivi na hivi, wewe hakuna mwanamke kama huyo hapa mtaani. Anajisikia fahari, kesho anaenda kununua vipodozi vingine zaidi ya vile, ili apate sifa nyingine zaidi ya hizi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashartu sadis, sharti la hijabu la sita, anasema alla yushbiha thiyabu rijali, ni nguo hizo zisifanane na nguo za kiume. Hapa ndo kuna kazi. Hebu tuambie nini hapa? Ni mwanamke gani asovaa suruali sasa hivi? Manake afadhali kwamba iwe ni mpaka kanzu siku hizi wanavaa. Kama hamjaona, wanawake siku hizi katika matangazo, maduka ya kanzu ndio wanavaa kanzu, alafu wanaingia kwenye matangazo kwamba kanzu hii utaipata kwa shilingi 50,000, kaivaa mwanamke. Yapo, mimi nimeshuhudia, na maana nasema hapa. Sasa mimi ni mdau sana wa mambo ya kanzu. Sasa ili hiyo nguo iwe ina sharti ya hijabu ya stara iliyokusudiwa na Mwenyezi Mungu na Mtume kwa maelekezo ya wanawachuoni hapa, ni lazima isifanane na nguo ya kiume. Suruali leo zinavaliwa, alafu watu wanakuambia hii suruali hii ni ya kike. Mtu kabisa barabara kiwango, suruali hii ya kike, hii haina neno, hii ukivaa hii haina shida. Sasa ile akivaa, ujue ile suruali akivaa, kama atavaa na baibui, lazima lile baibui litakuwa na fasheni, ile suruali ionekane. Na ndio kinachotokea.
Leo mabaibui yamekatwa, suruali inaonekana, au yanapandishwa, mtu akitembea anayapandisha, mwingine anayachomeka hivi, hali kwamba au hapa kavaa suruali. Basi ile hali kwamba hakuna utamaduni wa Kiislamu katika kuvaa kwetu, na sisi tumewaruhusu wake zetu, watoto zetu kuvaa. Hii haifai ndugu zangu katika imani. Naeleweka? Tuyafanyie kazi haya, tumalize mbili za mwisho. Lakini hili la sita Mwenyezi Mungu ameshalitolea, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitolea laana, sio kwa upande wa kina mama tu, mpaka wa kina baba. Amemlani Mwenyezi Mungu mwanamke atakayevaa kivazi cha kike na mwanamke atakayevaa kivazi kivazi cha kiume. Yes, mwanamke atakayevaa kivazi cha kiume na mwanamume atakayevaa kivazi cha kike. Fanya hivyo hata kama nikikosea, basi ikiji makusudi yangu ndio kama mnayafahamu. Kama ulimi hauna mfupa, unasema mengi unakosea. Kwa hiyo atokee mwanamume sasa amevaa hayo mavazi ya kike, mapambo sina, haifai katika. Sasa hapo tunamzungumzia mwanamke asivae katika mfumo huo, akafananizwa vazi hilo na vazi la kiume, halifai. Itakuwa limeondoka katika sharti ya hijab. Hili sharti la sita, amepata laana huyu. Lakini leo watoto wanavaa suruali na ndo tunanunulia sisi wenyewe, au tunawapa pesa anakwenda kununua suruali. Mtihani mkubwa sana. Msiviruhusu hivi vitu, tutadharauliwa sisi. Ndio maana leo hatuna nguvu katika familia zetu. Kifika nyumbani, baba kapoa, anaogopa kuongea, hata mkewe anakuwa na sauti, yeye iko chini. Baadhi ya hali mwanamke ndio tukwawe na sauti uko chumbani, sio hivi. Tujitahidini ndugu zangu. Lakini tukimaliza masharti mawili kwa haraka, sharti la sita, alla yushbiha libasa alkafirin, itakuwa ndio sasa. Hiyo nguo isifananizwe na mavazi ya Kiyahudi, ya Kimanaswara, ya kikafiri. Maana leo tukizungumza makafiri tunawafahamu sana, sasa tunawagusa sana Mayahudi na Manaswara, ndio sana. Na leo nguo zetu hatuwezi kuvaa nguo sharti hiyo ifanane na wazungu, ndio sasa. Ule uzungu, ule Uyahudi na Unaswara ndio sasa. Haifai. Ukiona hiyo basi ujue akivaa mwanamke katika nguo ambazo zinafanana anapata dhambi, na wewe kama umeruhusu unapata dhambi. Na sharti la 8 ndugu zangu Waislamu, la mwisho, alla yakuna libasa shuhura. Hii inataka kufanana na ile ya mwanzo. Ya pili, isiwe ni nguo ya kujionyesha kwamba akivaa mwanamke huyo, akivaa nguo hiyo, mji mzima ataonekana yeye ndiyo mwanamke mtukufu. Labda nitumie lugha hiyo. Leo kuna mavazi wakivaa wanawake wakisema huyu kavaa nguo za kifalme. Hii ni nguo hii wanavaa heshimiwa, yakiheshimiwa. Shura, yani ile kwamba kujionyesha kwa watu waone, wamjue yeye ni nani. Lakini kwa upande wa mwanamke, sio kwa upande wa mwanamume. Avae nguo ambayo itakuwa nguo hiyo ina mamlaka ya kisheria, ina mamlaka ya dini ya Kiislamu, ina mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kwa wale ambao hatujaoa, tukioa tujitahidini kuwalea wake zetu, familia zetu katika manakibi kama haya. Lakini sisi ambao tupo katika ndoa tujitahidi sana tuyaendee haya yote kwa ujumla. Sasa kuna ile maswali kwamba sasa mwenyewe hataki